na taratibu, match commissioner akiongoza waamuzi mkuu wa protokali wa kabumbu hapa Tanzania, na wachezaji wa timu zote mbili taratibu kabisa wanaingia kwa unyonge, hivyo waonyeshi ukakamavu timu zote mbili. Pengine bado hii ni yule mwanzo, kila mmoja anajaribu kuangalia vile ambavyo ataweza akausoma uwanja na kuonyesha makeke yake, lakini yote kwa yote, kwa Watanzania walio wengi, kwa mamilioni kabisa, wakitamani kuona timu ya Simba inafanya vyema. Nahodha Islam Saleh anamuongoza wachezaji wenzie kwenye utambulisho. Naam, sasa wanakaguliwa. John Raphael Bocco anaongoza wenzie, na huyu ni Dr. Charles Tizeba, waziri wa kilimo wa Tanzania. Naam, bila shaka sasa huu ndio ule mwanzo wa kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Hii salamu ina muhimu mkubwa sana. Mwenzangu katika matangazo haya ni Steve Moyo Mchongi. Moyo, salamu hii ina ashiria nini? Ndio mshikamano wenyewe. Kwanza salamu hii ni kwamba inaonyesha ile fair play, kwa maana kwamba ni mshikamano, kwa sababu mpira ni urafiki, sio uadui. Mpira ni urafiki, kwa maana ya kwamba inaashiria kwamba wote tuko pamoja, na kwamba timu zote mbili, kwamba kusalimiana ni ishara ya upendo na kutakiana amani, kutakiana heri, mchezo uweze kuchezwa vizuri katika jioni hii ya leo. Ni moja kati ya michezo ambayo inasubiriwa kwa hamu sana, shauku kubwa ambayo mashabiki na hata wasio mashabiki, hata utaifa mara nyingine unakuja, japo imezua hali isiyokuwa ya kueleweka sana pale inapozungumzwa habari za uzalendo. Ngumu sana, ngumu kulikweli. Mimi nimetembea kwenye nchi kadha kwenye masuala ya kabumbu haya, ngumu sana kukuta mashabiki mahasimu wa timu nyingine, na hasa vilabu wa kusupport ama wakupe nguvu yao mbele ya timu nyingine hasimu ya kutoka nje. Lakini unapokuja timu ya taifa ndipo ambapo uzalendo unaingia. Mwamuzi Tando Nzanzeka amekwisha toss, kura imepigwa, manahodha wa timu zote mbili. Naam, ni filimbi tu ya Tando inasubiriwa. Majira ya Maghrib hapa Afrika Mashariki, saa 12 za jioni. Kabumbu imeanza uwanja wa Taifa, maeneo ya Chang'ombe hapa Temeke, Dar es Salaam, Afrika Mashariki. Ni mpambano baina ya Simba, mabingwa wa kombe la Azam Sports Federation Cup, Shauki Mohamed, hatari kwenye lango la Simba, wekwa mkwaju kule, kona ya mapema kabisa, kona ya kwanza na kona ya mapema. Alinyunyiza ule mpira Ahmed Abdarauf, goalkeeper Aishi Manula amelazimika kujistretch vizuri katikati ya dimba. Kapombe anaingia uzuri kule, kona ambaye yeye alikuwa anaumimina tu ule mpira moja kwa moja, ulimpita mlinzi wa mwanzo Mohamed Mahmoud Sharifuddin, na kona inachongwa na Shiza Ramadhani Kichuya, mpira mkubwa na gonga, kona nyingine. Ni jinsi kona ile imepigwa na Kapombe, ikenda ikagongwa kichwa katika harakati za kuokoa, kagongwa kichwa na Bocco, kichwa tena Kofi akaona Kofi akaenda kaweka mpira kama kataka kutuliza kifuani, alafu ile ngoma ikatoka kifuani begani, ukaenda katika ule mkono wake tena kwenye viganja vile vya mkono. Bocco na Ahmed Abdul Wahab. Bocco! Goli la kwanza, John Raphael Bocco anatanguliza Simba mbele kwa mkwaju wa penalty iliyopigwa kwa umakini mkubwa kabisa. Mashabiki wanafumka hapa kwa furaha, na yule shabiki kindakindaki naye anaonyesha chinja. John Raphael Bocco, nahodha wa Simba, anakwamisha mpira kimiani ule kwenye lango la kusini mwa uwanja wa Taifa hapa Dar es Salaam. Anawanyanyua mamilioni ya mashabiki wa Simba na wa Tanzania. Simba moja, Al-Masri bila. Amri Musa Islam kwa kasi kule. Sasa Ahmed Mohamed
Mohamed Musa wanarejesha bao lile. Simba wamezubaa, wameshindwa kuokoa ule mpira. Anaweka kimiani kwa kiunganisha mpira wa Amri Ramadhan Musa. Simba moja, Al Masry moja. Tazama ile, aliweka mpira moja kwa moja ndani na ukaunganishwa tu. Bila shaka walinzi wa Simba walisubiri, wanajua atatuliza pengine, naye alifanya kazi tu ya kujinyoosha moja kwa moja. Ahmed Goma anasawazisha lile bao. Simba moja, Al Masry moja. Moja ya kosa ambalo analifanya Simba ni kumsahau au kumwacha Mohamed Ahmed, jamaa mwenye nywele nyingi huyo kichwani. Mohamed Mahmoud tanguliza tu kule mbele, hatari kwenye lango la Simba, amepenya. Penalty, aliunawa James Kotei mpira, mwamuzi wala acheleweshi. Sasa anakwenda kulalamika nini? Kaunawa na mwamuzi huyu Tando Zanzeka, wala hapotezi muda wala sekunde hata moja. Tukio linatokea, anafanya kazi yake sawa sawa. Ni kukosa umakini tu, kapeta mikono yake namna hii, kwa hivyo mpira umemgonga mkononi dhahiri shahiri. Kazi nzuri aliyofanya Islam Atia, akaudokoa ule mpira ukagonga mkononi mwa James Kotei. Ni penalty inaelekezwa kwenye lango la timu ya Simba. Jezi nambari 25 Ahmed Abdurauf, yeye na Aishi Manula. Ahmed tia kambani ule mpira. Simba moja, Al Masry mbili. Simba moja, Al Masry mbili. Ananyanyua mikono yake juu, na mashabiki wale wa kuokoteza nao hawaachi kutoa support kama ilivyo kawaida katika ngazi za vilabu kote Afrika. Haya yanatokea sana, lazima utapata mtu tu wa kushangilia. Hawawezi kukosekana popote pale duniani katika michuano ngazi ya vilabu. Timu pinzani zinapokuwa zinacheza, utarajie kabisa ukiwa nyumbani basi wako mashabiki ya kunawa mpira kama namna ile, wakati mwingine na kunyima raha kabisa ya kucheza mpira mpaka labda itokee bao lisawazishwe hivi. Kisaikolojia inakuwa katika hali tete. Simba makosa wanayofanya nao ni yale yanataka kufanana. Utaona hata hawaendi, wameshindwa kupenya ile ngome ya Al Masry hiyo chini ya Mohamed Kofi na Islam Saleh. Kinachofanyika ni kwamba wanasubiri mpira ukufikie mguuni, jambo ambalo kimchezo halitakiwi. Kiufundi mpira pasi inapopewa unatakiwa uifuate, ukimbie, uwai mpira, lakini ukikaa mpira wa kusubiri na kwa shida. Sasa wanachofanya Al Masry ni wajanja, wanakuja wanapora ile mipira. Waamuzi wote wa mchezo huu wanatoka Afrika Kusini. Sioni ile nguvu ya Simba bado, wamebanwa hivi na wamekosa uelekeo. Yani hilo ndio naweza nikalizungumza kwamba wamekosa uelekeo, hawaoni wanapita wapi, wanapita pitaje, wanafanyaje, maarifa yamepotea. Nadhani bila shaka pengine waombe tu mapumziko kocha akaanze kueleza upya na kuambia sasa mtapita hapa, fanyeni hivi na vile. Emmanuel Okwi jasho linamvuja. Huyu ndio baba mwenye uwanja kwa maana ya kufunga mabao katika uwanja huu, pengine ana maarifa ya kutosha. Osama anawaambia kaeni sawa, goalkeeper anawaambia tulieni. Emmanuel Okwi, mchezaji yuko chini, ule mpira umemtandika kichwani, anawaambia fanyeni haraka. Yuko chini mchezaji wa Al Masry ambaye ametandikwa na mpira kichwani ule. Na pia wakati mwingine ni jinsi ambavyo Okwi alipiga ile shuti, ule mpira wa free kick ambao umekwenda umegonga kichwani. Piga kichwani ule. Huyo ni ule mlinzi wa pembeni Gian Nicholas, mimina mtungi kule, gonga kichwa kule, bado John Boko anaofukuzia. Boko Kichuya
Mkude magharibi mwa uwanja. Kian Okwi, Emmanuel bado wanatafuta mipira ya kulazimisha ya juu ile ambayo mwenzangu Moyo anasema mipira hii haiwezi kwenda. Nyoni Erasto anamimina mtungi kule, gonga kichwa, wameokoa tena. Foul. Utapigwa kuelekezwa kwenye lango la Al-Masri. Yuko Kichuya. Ule mpira ulikuwa umekwenda vizuri, goalkeeper akauwahi yeye na walinzi wake pale, lakini maamuzi akawa makini baada ya Okwi kwenda kuingiza kichwa na mlinzi mmoja kuweka mguu juu. Kocha mwenye makeke mengi Irambo na Masujuma amechuchumaa, anatafakari, anatamani kuona mpira utakaopigwa hapo unatumbukia kimiani. Emmanuel Okwi anapenyeza na mpira kule, kamata goalkeeper vizuri. Kafanya kazi nzuri sana, lakini kipa amefanya kazi bora zaidi sana. Ni kipa makini kama alivyozungumza, unaona mkwaju ule wa Afrika kunapigwa unadunda na mpira umedunda pale mbele yake, ile huwa ni hatari sana, lakini amekuwa makini, ameona ni mpira ambao ni moja kwa moja anatakiwa kuudaka na ameudaka, na haukuwa mpira wa kuupoza. Hawajashiriki michuano ya kimataifa. Simba hawajashiriki michuano hii. Hatari kwenye lango la Simba, anaingiza mpira mkubwa kule, gonga kichwa. Hatari kwelikweli ile cross ilikwenda, na wachezaji wa Simba wamejitahidi kuwa wepesi kwa wakati huo, na hii sasa ndio alam kwao kwamba wanapaswa kuwa wepesi muda wote. Mbali kona kwenye lango la Al-Masri, gonga kichwa kule, kona nyingine haujatoka nje bado. Gian anamimina mpira mkubwa kule, gonga kichwa na kwenda nje. Goal kick. Huyu Erasto Nyoni alimimina mpira mrefu, yeye ni mrefu, akawekea mrefu mwenzie kule. Amewekea mpira mrefu John Boko, naye akaupiga kichwa kwa urefu pia, ukawa mnazi ule. Ni jinsi ambavyo mpira ule Boko alikuwa tayari karibu nao, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu badala ya kulia. Bado kwenye lango la timu ya Simba, Imam hatari peke yake na goalkeeper ameshika ile marking, haipo katika defense ya timu ya Simba kupata dakika 45 kamili. Namna hatari nyingine ambayo Simba alikuwa ameikaribisha mpira ndani ya boksi, wanatumia mbinu ya ujanja wa kuinua mipira na kuidondosha kwenye boksi, ambalo Simba wakifika huwa wanajisahau walinzi wake. Wanawekwa ndani kwenye lango. Simba cheza vizuri sana kule kwa kichwa ule mpira, Kapombe yule, kona Ahmed Abdaraufu yule. Ni moja ya jaribio zuri wanafanya Al-Masri kwenda katika lango la Simba, na mpira unatolewa unakuwa ni kona, inakwenda kupigwa kuelekezwa lango la Simba ambalo wakati huu liko kusini mwa uwanja. Kona ya chini, goal kick, kwamba atajikongoja. Islam ananyosha mpira moja kwa moja, goal kick. Kama goalkeeper umelala na mpira umelenga wavuni, utausikia utakomea wavuni. Yaani unahesabu goli kwa sababu jinsi ulivyopigwa, unaona takriban mita 20 na ngapi, 6-7 hivi. Kichuya mtangulizia John Boko Kwasi Kichuya. Hata wapewa chakula ya kutosha humu. Kichuya, Shiza ananyosha mguu wake wa goal kick. Anajaribu mipira ya mbali. Free kick. Hizi ndio zile nyakati ambazo wachezaji wa Kiarabu mara nyingi huwa utawajua wanalala tu chini bila hata sababu yoyote, lakini ukiwashinikiza kwenye pressure wanakuwa wanachangamka sana. Lengo lao nambari moja hapa, wasipoteze mchezo huu kama hawatapata ushindi. Shiza Kichuya, gonga kichwa kule, kamata offside. Alikwisha jitokeza kule Shomari Kapombe, akataka kumimina kichwa ule mpira. Ilikuwa moja ya free kick hatari sana, lakini Simba wanaonekana
wote wachezaji wawili kabisa, unaona kabisa walikuwa tayari mbele ya mpira. Shomari Kapombe, Shomari Gian, Nicholas Gian amepenya, anatandika bomba kule, mpira kwenda nje, goal kick. Hii kasi Simba walitakiwa kufanya hivi tangu mwanzo, na ukienda na kasi kama hii kwa timu za Kiarabu na hasa mipira ile kama wanavyofanya, naona Simba wanatumia sasa pembeni kule, wingi ya kulia inatumika sana na inatumika vizuri kiasi chake kwamba wanaweza kuwalazimisha wafanye hata makosa ndani ya box, kwa sababu naona mpira huu jinsi ulivyochezwa wamejaribu kuingiza ndani ya box ili wafanye makosa. Nilisema mwanzoni kabisa kwamba michezo kama hii na hasa mchezo wa mwanzo unapaswa kucheza kwa kasi na kutafuta goli mapema. Sasa Simba walipunguza kasi, ama tuseme walibanwa, hatujui walimu wao wanaweza kaeleza vizuri hilo, lakini macho ya kawaida yanaonyesha kwamba walikuwa wamekamatika kiasi kwamba walishindwa kufurukuta na kusababisha kujikuta wako nyuma. Emmanuel Okwi, mpira wa kwenda nje, goal kick. Lakini kasi na uwezo wanaonyesha sasa walipaswa kuwa nayo mapema, na hata hivyo bado muda upo wa kuweza kuongeza kasi na pengine inaweza ikaleta mafanikio. Wanatakiwa kucheza hivi, lakini pia wakati huo wawe makini katika ulinzi, kwa sababu Simba wanaonekana sasa kuja mbele kwa kasi kufanya mashambulizi kwa upande wa Masri, lakini Masri wanaweza kutumia njia hiyo ikawa mtego wa kutengeneza ile counter attack na wakaenda kuleta madhara katika lango la Simba. Kwa hiyo wakati wakishambulia, lakini wakumbuke pia kulinda ili wasiwe tena na matatizo kwa mara ya tatu. Aishi Manula, Islam Mkude amechelewa. Mkude, asante Kwasi. Mavugo, Lodi Mavugo, Kwasi, asante. Kona ametoka nje wa kurusha. Kichuya, hiyo sasa kona. Hii ndio ilitakiwa kufanywa tangu mapema. Walitakiwa kufanya hivi, kuwachanganya kwa akili na nguvu, kwa sababu sasa hivi wanachofanya Simba ile ni kuwachanganya akili na nguvu, kwa maana kwamba sasa wanalazimika. Naona hata Mohamed Kofi anachoka. Goal kick, goalkeeper Ahmed Abdul Wahab. Mohamed Imam, Yusuf Mlipili, kuna mchezaji mwingine, huyu ni Said Hamis, anaingia kwenye nafasi ya Yusuf Mlipili. Yusuf Mlipili anakwenda nje, nafasi yake anaingia Said Hamis Ndimla. Ni mabadiliko ambayo anafanya Simba, ni mabadiliko ambayo kocha anatazama kiufundi, anaona wapi panahitajika ili kuweza kuleta uhai, kuleta nguvu katika timu yake, na ameona kwamba wakati Mlipili kiasi chake amechoka. Hii ni dakika ya 71 na sasa najiuliza pengine inakuwaje, maanake Ndemla ni mchezaji wa kiungo, ama Shomari Kapombe atarudi nyuma pengine. Kinachofanyika hivyo, wanaweza kufanya marekebisho hayo kwamba Kapombe akarudi nyuma ili Ndemla acheze kati ili kuongeza nguvu katika kiungo na mashambulizi kwa upande wa Simba, wakati Kapombe kama atarudi nyuma atakuwa na uwezo pia wa kwenda kushambulia. Bila shaka. Amri Ramadhan Musa, Kwasi, asante. Okwi kamtaabisha mtu kule chini. Emmanuel Okwi ameshika tena. Penalty! Emmanuel alikuwa anamtaabisha vibaya pale. Mohamed Kofi anapiga chini mikono yake, anataka kulia, anaangusha chini kile kidevu chake cheupe kilichopakwa hina ikakolea. Muche uletwa muche ule kama mujahidina. Okwi ameonyesha ule uwezo wake binafsi, kwanza jinsi alivyoingia ndani ya box, alivyompunguza mtu akalazimisha kwamba acheze ndani ya box, alijua lolote linaweza likafanyika, aidha aangushwe
au amnausha, na ndicho kilichotokea. Kofi akafanya papara, akajikuta na kwenda chini, badala ya kumkata akauchika na ana kadi ya njano Kofi, lakini hii aliunawa kwa bahati mbaya si ile ya kunawa kwa makusudi ambayo angelazimika kupewa kadi nyingine. Anageuka namna ya kauparaza mpira. Huyu ndio anaitwa Emmanuel Arnold Okwi. Tumbaya huyu akiwa uwanja wa Taifa. Mbaya ni mbaya kweli kweli. Kofi haelewi. Kofi amevurugwa kabisa akili yake. Anaona kwamba inakuwa ni kama mchezaji ambaye leo kwa upande wake ana mkosi pengine wa kusababisha mabao kwa upande wa timu yake, kuwa madhara. Na penalty inapigwa na nahodha mwenyewe Emmanuel Okwi. Emmanuel Okwi mwenyewe ndio anapiga penalty ile. 1, 2, 3. Emmanuel Okwi 2-2. Emmanuel Okwi anawanyanyua Simba kidedea. Wamenyanyuka hapa, wamepata uhai mpya kabisa. Uhai umerejea kwa mashabiki wa Simba. Emmanuel Okwi anakwamisha kimiani ule mpira baada ya kupatikana penalty iliyosababishwa na kushika mpira kwa mlinzi Hafekhfo Mohamed Kofi, ambaye alipigwa chenga akataabika, akajikuta anaambulia kuunawa mpira ule. Emmanuel Okwi anakwamisha mpira wavuni. Simba 2 Al Masry 2. Mashabiki wa Simba sasa wameamka. Okwi anarejesha uhai kwa upande wa Simba. Jinsi ambavyo ametengeneza mpira, ameuingiza ndani ya wavu, mashabiki wakishangilia, benchi la ufundi. Unaona Al Masry mapacha wawili Ibrahim Hassan na Ahmed Hassan, Hossam Hassan wakilalamikia jambo, lakini mwamuzi ndiye ambaye ametafsiri sheria na mchezo jinsi ulivyoonekana. Simba akiandika bao la pili tena kupitia kwa nahodha msaidizi. Unasema kwamba Okwi amechukua kitambaa kile kutoka kwa Boko, ambaye Boko naye alifunga kwa penalty akiwa nahodha. Okwi naye sasa anafunga kwa penalty akiwa nahodha. Kwa hiyo ndivyo ambavyo imekuwa, na ni wachezaji wawili ambao walikuwa majeruhi katika timu yao, sasa wakirudi wakicheza katika mchezo huu na kuipeleka timu katika nafasi nzuri. Simba walipofunga goli la kwanza walizubaa, dakika chache kabisa Al Masry wakarejesha lile bao. Sasa goal kick atatusubiri, watagangamala, watachachama, watajikaza kiume ili waweze kutafuta bao jingine la tatu. Na kawaida ya mchezo wa soka hii inaweza kuwapa nguvu nyingine mpya kabisa Simba ya kuongeza mashambulizi. Wanachotakiwa kwa sasa, wachezaji wawili wako chini, wamekaa chini. Hiyo ndio Misri. Al Masry inabidi utafute namna ya kuzungumza nao kwa lugha ya Arabia. Al Masry maana ndio Misri. Al Masry ndio Misri ambao Kiingereza wanaitwa Egyptian. Sasa naona kocha analalamika, kocha msaidizi wa Simba Masud Juma anamwambia piga mpira mbele, toa mpira hapo ulipo. Anafoka. Wamechanganyikiwa kabisa. Kocha anatema mate tu kama nyoka yule anaposukuma mate ya sumu. Anamwambia watoe mpira pale walipo na mpira wenyewe, hayo mengine yaendelee, lakini ondoa mpira katika eneo lako. Mashabiki wamepata nguvu mpya kabisa. Wamepata nguvu mpya, lakini bado Simba wanahitajika kuendelea kucheza, kushambulia ili kuweza kupata bao lingine. Walau yakipatikana mabao mawili, kama wataweza kufanya hivyo, mawili mengine yanaweza kuweka matumaini, lakini kwa mawili kama wataacha hivi alafu ikatoka sare ya 2-2, basi itakuwa kuna kazi katika mchezo wa marudiano sana. Shughuli bado pevu sana. Simba wanapaswa kuhakikisha wanapata bao jingine, angalau kujenga uhai wa kutosha. Said Hamis Kichuya anamwekea Said Hamis, pasi imekuwa fupi. Kichuya anapambana lakini anachelewa, mpira umekwenda nje. Goal kick. Kuingia kwa Ndemla lakini pia kwa Mavugo kumewafanya kiasi fulani Simba kuamka, ingawaje bado Mavugo haonyeshi kashikashi zile, lakini kiungo kile, mabadiliko ambayo ameyafanya yanajaribu kupeleka mpira mbele, na pia anawafanya hao walinzi wa Masry hawapandi sana sasa, bila shaka kwa hofu au kwa kuona Mavugo pengine ni mchezaji ambaye hawajamzoea kwa wakati huu, na pia ile pressure imekuwa kubwa, kwa hivyo huwezi kukubali kupanda na kukaa mbele wakati ambapo timu inashambuliwa. Said Hamis Kichuya, mpira mrefu mtafuta Emmanuel Okwi kakutana na Mohamed Kofi.
Kofi alishatambaa hapa, kwa hivyo anaona huyu mtu hatari sana, ni kucheza naye kwa makini mkubwa sana. Na kuna mbinu ambayo ujanja unafanyika wakati mipira ikitoka. Kocha wa timu ya Al Masry unamwona Hossa Massa ndani, yani kuwachanganya mipira kwa mipira, unakuta mpira huko unaendelea kuchezwa, umetoka unarushwa, lakini anaingiza mpira mwingine haraka haraka. Erasto Nyoni kaunawa tena, mwamuzi anasemaje? Anambia rusha tu mpira. Kuna tatizo la umakini wa Kofi katika kupiga mipira yake. Ni pressure tu. Ni pressure. Kichuya na mimina mpira gonga kichwa, mpira unakwenda umekwenda nje kona. Ilionekana kama haina madhara hivi, lakini matokeo yake ni kwa nahodha Islam Saleh kutoa nje. Kona inapigwa na Hamis Said Ndemla. Ndemla nyunyiza ndani, gongo kichwa kule. Kichuya, Mkude, Jonas, Kapombe, Shomari, Kapombe, Shomari Kapombe anamimina mpira mkubwa kule ndani, gonga kichwa, anapiga namna gani kule, gonga mpira bado unakwenda nje, goal kick. Pressure kama hii itawasaidia Simba. Sasa hivi wanaonekana Al Masry kuchanganyikiwa nyuma, wamepotea. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kama hivi mipira ya pembeni, cross zile za haraka haraka, na wao pia wajaribu kwa masharp shooter wanapokuwa ndani ya eneo la box, itawasaidia sana. Na mvua imeshuka, yuko chini pale mchezaji mmoja wa Simba, ni Oku yule, Emmanuel Oku yule. Haji Sande naona amesimama na viongozi wa Simba wengine. Mvua inaporomoka uwanja wa Taifa, dakika za kuelekea mwishoni mwa mchezo. Hebu tuone kilimkuta nini. Naam, wakati ule patashika ile ule mpira ule ugongwa, ile kosakosa ya goli ile. Kapombe anaonekana yuko katika fomu hii leo, anacheza vizuri, ameng'ara kwa upande wa Simba. Jinsi ambavyo Simba amepoteza nafasi na Oku, hapo ndipo ambapo kwenda kagongana na kichwa Kofi yule. Kofi, kinachofanyika Kofi sasa amejaribu kuele mtu na mtu na Oku ile anamchezea kibandidu kibabe ile ni yote katika kumpunguza kasi, kwa sababu ameshaona ni mtu hatari, na uwanjani ni kiza, taa zimezimika, na hizo unaziona, hizo ni simu za mkononi za mashabiki, watu walikuwa taa zimezimika hapa uwanjani. Hii inanikumbusha mechi ya fainali, mvua inanyesha, upepo mkali kabisa kiasi kwamba taa zimezima na mashabiki hawaonekani tena. Kinachoonekana hapa ni taa zile za simu, mwanga wa simu, kumradhi, nisiite taa, mwanga wa simu tu ndio unaonekana. Hii inanikumbusha mechi moja ya Simba na Yanga, mechi ya ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati uliochezwa uwanja wa Taifa hapa Dar es Salaam, ambayo Yanga walichukua ubingwa ule na wakakabidhiwa kombe lao kwa mwanga uliomulikwa na ambulance iliyoletwa hapa uwanjani na kumulika ile taa, angalau mwanga uonekane. Na kile ambacho Barwan, kinachotokea kwenye uwanja wa Taifa Dar es Salaam, hali ya hewa imebadilika, mvua inanyesha. Huu ni msimu wa mvua, kipindi cha mvua katika ukanda wa Pwani, na ni mvua kubwa sana, si tu mvua ya kawaida, mvua kubwa na upepo mkali, upepo mkali kabisa, na ni mvua ambayo imekuwa ikiambatana na upepo. Wachezaji wameshaondolewa wote uwanjani, kwa taarifa yako tu mtazamaji, wameondolewa uwanjani, mvua kubwa unaona hivyo, na wamepelekwa kwenye vyumba huko, kwa taarifa tunazopewa na wenzetu. Flow manager ambaye anafanya kazi yake kwa ufasaha kabisa. Mvua kubwa na upepo mkali unashuhudiwa hapa, manake hii isije ikazuka kusema kwamba huu si mkasa ama kisa cha kutengenezwa. Hapana, kama ambavyo mara nyingine taa zimezimika. Kwa hivyo, lakini hii
ni mvua inanyesha kubwa kabisa na upepo mkali. Wachezaji wengine wanaendelea kupiga jaramba. Huyu ni Mohamed Hussein na wachezaji wenzie, huyu mwingine ni Mwinyi Kazimoto. Wanamulikwa na taa moja tu ambayo imesalia inamulika pale chini. Wachezaji wengine wamepelekwa ndani, wengine wamebakia kuwa hapa, na tazama upepo ulivyo mkali, unasukuma na mvua kubwa kabisa katika uwanja huu wa Taifa. Hali hii kwa vyovyote vile ngumu sana mchezo huu kuendelea. Mama pengine baada ya mchezo kumalizika timu wanaweza kwa sababu uwanja huu hautunzi maji, kusema kwamba kutakuwa ujanja umejaa maji, kwa hivyo mchezo usiendelee. Kwa hivyo acha tusubiri na tuone match commissioner atakavyoza ataamuaje. Hao nikukumbushe tu ni 2-2. Simba wana mabao 2, Al-Masri wana mabao 2. Kichuya kwasi mbinu inayotumika ni kubetua kwa piga mpira kwenda nje. Said Hamisi yule ilikuwa jaribio matata, unaona wanakwenda kuwaisha, kwa sababu wanachofanya mlinda mlango wa Al Masry ni kuchelewa kwenda kuinua ule mpira kuweka katika eneo lake ili apige goal kick. Angekuwa melenga ilikuwa mambo mazuri. Yani mbinu inayotumika ni kuinua mpira, kubetua, alafu uweze kuupiga, lakini hivi kuna mabadiliko. Anatoka nje Ahmed Mohamed na nafasi yake anaingia ameingia Chokonoe hapa, nafasi yake ameingia Mohamed Abdul Aisha. Farid mpira nipiga nikupige, yani unachezwa juu tu sasa hivi. Islam kwa usahau hivi ndio unavyochezeka. Yani hapa katikati kidogo pamekaa vizuri pale hapana maji, kwa sababu nyasi za eneo la katikati, kwa namna uwanja unavyotengenezwa unavyojengwa, kidogo panainuliwa ili kuwa na flow ya kumwaga maji pembeni. Kichuya Nyoni, Erasto Nyoni nikondoa tu. Yani ukitazama kama kuna filamu moja ambayo China wanacheza mpira juu kwa juu, ndivyo ambavyo inakumbusha kwamba mpira ulikuwa unachezwa juu kwa juu, haudundi, ukidunda unabutuliwa, unadunda unabutuliwa. Hata mwanga uwanjani hapa si mwanga wa kutosha sana, si mwanga ambao unaruhusu kufanya kwamba mpira uweze kuchezwa vizuri. Yani ni kwamba huu mchezo umechezwa tu umalizie ule muda uliokuwa umesalia, kuondoa ile ghasia ya kusema mchezo utarudiwa, lakini katika hali ya uhalisia wake free kick inaelekezwa kwenye lango la Simba. Lakini angalau mchezo umalizike, kila mmoja ajue hatima yake mapema. Umalizike, lakini hapa ambaye atazembea na bao likaingia ndio utakuwa umalizika kwake. Japokuwa Simba wakizubaa wakafungwa wao, ndio itakuwa mchezo umemalizika vibaya zaidi. Lakini Al-Masry hata kama watafungwa goli la 3 bado wana mtaji wa magoli ya kushikia yale mawili, yatawasaidia kuwapa njia ya kupita, kwamba mnaweza kupita hapa na pale wakati watakaporudiana kule Burj Al Arab. Islam, hii ndio mpira rahisi sana kushika sasa hivi.
Unasikia tu umetoa mkononi. Kwa jinsi usipokuwa makini. Haya, hatari kwenye lango la Simba. Ananyanyua mpira kupeleka mpira nje kule. Yaani kwa aina ya hali ya uwanja ilivyo sasa, hakuna wa kumlaumu. Hakuna kumlaumu. Hata aliyekosa pia hawezi kujilaumu. Amekosa nafasi nzuri sana Ahmed Abdurauf. Ilikuwa rahisi sana kuweka wavuni na kuandika bao la tatu. Zile nywele za Mohamed Kofi zimeroa, rangi inaonekana kwa mbalimbali hivi, ambazo amezipaka hii na ile ndevu zake kama za zinapomulikwa na taa unazidi kuziona. Amezibreach, kwa hiyo zinaonekana kwa mbali. Hakuna mtu kule. Mpira umesimama kabla ya aliyokuwa akiufuata kumfikia. Wamejikuta wamesimama wote katikati. Pombe utarushwa kuelekezwa lango la Al-Masri. Haraka Mavugo, Lodi Mavugo. Mvua inaendelea kushuka hapa kwa kishindo tu. Foul. Mavugo anaambiwa alimgasi sana huyu. Alimgasi. Amepita huku chini. Hii sio foul. Na mwamuzi anasema endeleeni tu kucheza. Kwa kasi sasa kule Amri amejitangulizia mpira lakini akawa yuko mbali. Erasto Nyoni Oku anatafuta njia za kujinyanyua pale. Misuli imemshika. Misuli imemshika kwa kweli. Mavugo, Lodi Mavugo, Said Hamis Ndemla anapiga kashuti mtoto. Oku bado yuko chini, hakuna wa kumpa msaada. Ametoa mpira nje, kuna mchezaji yuko chini, ni Emmanuel Okwi. Misuli imemkamata kwa kweli. Ni pale wakati alipokuwa akijaribu kuondoka kabisa, goti ile amepiga chini, naona anashindwa hata kunyanyuka. Mchezaji mwingine wa Simba pia kule katikati ya dimba yuko chini. Mechi ambayo itaingia kwenye rekodi hizi. Simba wanaingia mara ya pili kucheza mchezo wa namna hii, lakini huu umeendelea, lakini walicheza na Arab Contractors Ismailia na mchezo ukarudiwa baada ya kuzidiwa na mvua katika uwanja wa Uhuru, wakati huo ukiitwa uwanja wa Taifa. Ulikaushwa na magodoro, maji watu walikwenda wakakausha magodoro wakaweka, lakini wapi, ule uwanja kwa wakati ule ikalazimika mchezo kulala, kurudiwa siku ya pili. Kabumbu inaendelea. Mpira umekwisha uwanja wa Taifa Dar es Salaam, mabao yakiwa ni 2-2. Mpira umemalizika, mabao ni 2-2. Simba 2 Al-Masri 2, wametoshana nguvu kiume chini ya jua la magharibi na mvua kali kabisa ya usiku, lakini mwisho wa yote mchezo umechezwa na kumalizika. Mwamuzi anapuliza filimbi kuashiria kwamba sasa imetosha. Tando Nzanzeka kutoka Afrika Kusini, mchezo umekwisha, na hivyo sasa timu hizi zitarejeana tena ili kutafuta nani asonge mbele. Emmanuel Okwi ambaye misuli imemshika. Sisi ni soka, burudani inaendelea.